Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 4. Somo lisemalo Muumbaji aliyefanyika mwili. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi katika siku nyingine. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Timotheo wa kwanza 3:16. Kristo kufanyika mwili ni fumbo la mafumbo yote. Yesu alikuwa mmoja na Baba, lakini alihiari kushuka chini kutoka kwenye utukufu wa yule ambaye alikuwa sawa na Mungu, ili kwamba atimilize kusudi lake la upendo kwa jamii iliyoanguka. Alikuwa mfupa wa mifupa yetu na nyama ya nyama zetu. Ni tofauti iliyoje kati ya uungu wa Kristo na mtoto mchanga asiyejiweza katika hori ya Bethlehemu. Je, tunawezaje kupima umbali kati ya Mungu mwenye nguvu na mtoto asiyejiweza? Na bado muumba wa ulimwengu, ambaye ndani yake ulikuwepo utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili, alidhihirishwa katika mtoto mchanga asiyejiweza katika hori la ng'ombe. Aliye juu sana kuliko malaika awe yoyote, sawa na Baba katika heshima na utukufu, na akiwa amevaa vazi la ubinadamu. Uungu na ubinadamu viliunganishwa kwa njia ya ajabu, na mwanadamu na Mungu wakawa kitu kimoja. Ingekuwa fedheha ya milele kwa mwana wa Mungu kuchukua asili ya mwanadamu. Hata wakati Adamu alipokuwa amesimama katika kutokuwa na hatia pale Edeni, bali Yesu aliukubali ubinadamu wakati jamii ikiwa imedhoofishwa kwa miaka 4,000 ya dhambi. Kama ilivyokuwa kwa kila mtoto wa Adamu, alikubali matokeo ya utendakazi wa sheria kuu ya urithi. Matokeo haya yalikuwa yanaoneshwa katika historia ya mababu zake wa duniani. Alikuja na urithi huo ili kushiriki huzuni na majaribu yetu, na kutupatia mfano wa maisha yasiyo na dhambi. Wale wanaodai kwamba haikuwezekana kwa Kristo kutenda dhambi, hawawezi kuamini kwamba kweli alijitwalia asili ya kibinadamu. Lakini je, Kristo hakujaribiwa kweli, si tu na Shetani kule nyikani, bali katika maisha yake yote tangu utoto hadi utu uzima? Mwokozi wetu aliuchukua ubinadamu pamoja na mapungufu yake yote,
Alichukua asili ya mwanadamu pamoja na uwezekano wa kuanguka katika majaribu. Hatuna chochote cha kustahimili ambacho hajastahimili. Na huu ndiyo mwisho wa somo lisemalo Muumbaji aliyefanyika mwili. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri ulotupatia na kutukumbusha kuwa ulifanyika mwili kwa ajili yetu, kwa ajili ya upendo wako kwetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi